الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za rehma na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, siku ya leo tumekuja tena na mada nzuri kabisa, mada adhimu kabisa inayosema mada hii: ukiota ndoto hizi 8 jua faraja kwako inakaribia. Ukiota ndoto hizi 8 jua faraja kwako inakaribia. Hiyo ndo introduction ya mada yetu ya leo. Kwa hiyo ni vyema ukaisikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho, ili uenda katika hizi 8 nilizoeleza hapa, uenda mojawapo wewe ukao unaziota, basi ujue wazi kwamba faraja kwako inakaribia. Cha msingi sikiliza mpaka mwisho mada hii, na wala usipeleke mbele video, kwa maana ifuatilie mpaka mwisho, alafu ndio utapata kujua kwamba tunachokieleza kina maana gani. Zenyewe ziko 8. Zenyewe ziko ngapi? Ziko 8. Kwa hiyo utapokwenda mpaka mwisho, basi utajua hizo 8 kwamba zinazungumzia nini na katika mada yetu ya leo. Kwa hiyo kwanza, kabla tuja kwenda katika maudhui yetu ya leo, ni vyema tukumbushane kitu kimoja kwa wale ambao wanahitaji kitabu kile cha dua. Kuna kitabu tumekitangaza siku nyingi cha dua, hapo chenyewe nimekiita silaha 50 za Muislamu katika dunia. Kwa maana watu wengi walikuwa wanapiga simu, bwana tunahitaji vitabu vya dua, tunataka dua tuandikie, wengine mpaka wapiga simu, bwana niandikie. Kwa hiyo tumeziandika katika mpangilio mmoja na kiita silaha 50 za Muislamu katika dunia. Kitabu hiki kinapatikana kwa mtindo wa PDF, kwa maana watapata wale ambao wanatumia mtandao wa WhatsApp. Ukitumia WhatsApp, basi ni rahisi kutumia hiki kitabu kwa njia ya WhatsApp, na gharama yake ni shilingi 10,000. Tumekusanya dua za aina mbalimbali, adhkari mbalimbali. Kwa hiyo ukihitaji, basi tuma sadaka yako katika namba hii ya 093 093 052 052 093 052 052. Hiyo ni namba ya Vodacom, na ukituma jina natoka Ali Othman. Kwa hiyo ndo kwa ajili ya mtu kupata kile kitabu cha dua. Kwa hiyo ukihitaji, basi fanya sasa hivi inshallah. Na nilisema mwisho wa tarehe 3 ambao ni leo. Leo ndo mwisho wa ile ofa yetu ambayo tumeeleza. Baada ya hapo, basi jambo hili litakuwa limebadilika, tutakwenda katika misingi mingine kabisa. Tuende sasa katika maudhui ya leo ambayo tumesema leo tunazungumzia ndoto 8 ambazo hizi ukiziona katika usingizi, basi jua wazi kwamba faraja kwako inakaribia. Faraja kwako inakaribia. Cha msingi sikiliza mpaka mwisho ili upate faida kutokana na ndoto hizi 3. Tuanze ya kwanza, ru'yatun nuqud alwaraqiyya fil manami. Ru'yatun nuqud alwaraqiyya fil manami ni mtu akawa amelala alafu akaota pesa. Pesa zenyewe sio zile za chuma au za bati, ni zile za noti. Ama ukaota maiti anakupa wewe pesa, maiti anakupa wewe pesa, na pesa yenyewe ni ile ya karatasi, basi jua wazi kwamba ukiota hii ndoto na ikawa inajirudia, basi fatambua ya kwamba faraja kwako inakaribia. Faraja kwako inakaribia. Ni vizuri kama hizi utakuwa nazo unaziota, basi ni vizuri ukafanya ile dua ambayo kaielekeza Mtume pindi mja anapoota ndoto ya kheri, dua gani afanye, na anapoota ndoto ya shari, dua gani afanye. Hii ni ya kheri. Kwa hiyo kama unayota, basi inshallah tukufahamishe dua gani ambayo wewe ifanye pindi utakapoota ndoto kama hiyo. Kwa hiyo ya kwanza katika zile 4 ambazo ninazozieleza ni mtu akalala kisha akawa ameota anapewa pesa karatasi na maiti katika usingizi. Maana ile ya noti ukawa unapewa, basi ni ya mwanzo kabisa kuonyesha wazi kwamba wewe faraja kwako imekaribia. Itazame vizuri sana na ichunguze kwa makini sana. Kwa hiyo zenyewe ziko 8. Kama 8, basi zifuatilie zote mpaka 8 mpaka mwisho, ili uweze kuzitambua na uweze kuzijua zote hizi 8 ambazo tutakwenda kuzieleza siku ya leo. Hiyo ya kwanza. Tunakwenda sasa ya pili. Ya pili, maraa fil manami au ru'yatu safara fil manami. Ni mtu akawa amelala alafu akawa ameota anasafiri usingizini. Maana umelala lakini unaota wewe ni msafiri. Unatoka mji mmoja kwenda mji mwingine, kutoka mji mmoja kwenda mji mwingine. Hii ni ishara kwamba mtu huyu faraja kwake inakaribia. Na inshallah Mwenyezi Mungu ajalie kheri hii ndoto kama unaiota,
basi ijirudie zaidi ya mara 2 au mara 3, inakuwa ni kheri zaidi kwa katika ndoto hiyo. Ama ile maana utafsiri inakuwa karibu sana kwa mtu ambaye ndoto yake inakuwa inajirudia. Hiyo ni ya pili katika zile 8 ambazo leo tunakwenda kuzieleza. Kwa mtu akalala akaota anasafiri. Ya tatu, ru'yat libsa malabisa jadida fil manami, ni mtu akalala kisha akaota anavaa nguo mpya, au akaota ananunua nguo mpya. Hii ni ndoto ya tatu. Ukiota basi jawazi kwamba faraja kwako inakaribia. Mwenyezi Mungu atakutoa katika huzuni na kukupeleka katika kheri. Kwa hiyo hii ni ya tatu, ni mtu kuota anavaa mavazi mapya au nguo mpya katika usingizi. Ya 4, ru'yat audatul maiti ila alhayy fil manami, ni mtu akaota, yani mtu akaota mtu aliyekufa, lakini yule mtu aliyekufa akarudi kuwa hai. Mfano wewe labda ule jamaa yako amefariki, alafu kama yule jamaa yako yuko hai, basi tambua ya kwamba ndoto kama hiyo ukiota na ikijirudia, tambua ya kwamba faraja kwako inakaribia. Kumuota maiti aliyekufa, lakini ukamuota wewe yuko hai. Hii ni ndoto ya 4 ya kuonyesha wazi kwamba faraja kwako wewe inakaribia. Cha msingi ukiziota kama hizi, basi fanya ile dua ambayo kaielekeza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba mtu akiota ndoto nzuri dua gani afanye, na akiota ndoto mbaya dua gani afanye. Nafikiri ukiangalia video zetu za nyuma tumezielezea dua hizo namna gani tutafanya akiota nzuri na akiota mbaya. Hiyo ni ya 4 katika zile 8 ambazo leo tunakwenda kuzieleza. Ya 5, ru'yat talaq fil manami, ni mtu kuota talaka katika usingizi. Kwa maana mwanamume akaota amemwacha mwanamke katika usingizi. Hii inaonyesha wazi kwamba ni faraja, inaonyesha kwamba ni ndoto ya faraja katika usingizi. Lakini hii tafsiri yake ni mbili. Hii tafsiri yake au maana yake ni mbili. Mbona bwana? Tafsiri yake hii ni mbili. Cha msingi ndio hicho. Kwa hiyo kwa WhatsApp inakuwa ni vizuri sana. Kwa WhatsApp inakuwa vizuri sana kwa sababu inakuwa mtu inamfikia moja kwa moja. Inakuwa mtu inamfikia moja kwa moja kama unakwenda kutuma kwa WhatsApp katika ile kitabu. Kuna mtu kanituma message hapa zamani, kuna mtu kanitumia message alikuwa anaulizia. Kwa hiyo hii ya mtu akalala akaota samahani, akaota talaka, aidha mwanamume anamwacha mtoto wake au mke akaota ameachwa. Hii ni ndoto ambayo yadhihirisha wazi kwamba mtu huyu faraja kwake inakaribia. Lakini hii ya talaka ina tafsiri mbili. Kama unaota umepewa talaka au umetoa talaka, tafsiri zake ni mbili. Tafsiri ya kwanza ni faraja mtu huyu kwake inakaribia, lakini tafsiri ya pili, kama kaota mwanamume kampa mkewe talaka, yaonyesha wazi kwamba mkewe atampenda mwanamume huyo mahaba mazito, na kama mwanamke ndio kaota mmewe kampa talaka, basi atapenda na mume wake mahaba mazito. Lakini tafsiri ya pili kwamba mtu huyo faraja kwake inakaribia, na hiyo ni ndoto ya ngapi? Ni ndoto ya 5. Hiyo ni ya 5. Ya 6, an tasaddaqu alfuqara'i wal masakina fil manami, ni mtu akawa amelala kisha akaota anatoa sadaka kwa maskini, anatoa sadaka kwa mafukara, anatoa sadaka kwa mayatima. Ukiota hii, tambua ya kwamba faraja kwako wewe inakaribia. Kuna kheri kubwa sana inakaribia kwako wewe. Cha msingi insha Allah fanya dua ile ambayo kaielekeza Bwana Mtume, ya mtu akiota ndoto ya kheri, dua gani ambayo kwamba yeye aende akaifanye. Hiyo ni ndoto ya ngapi? Ya 6, ya kuonyesha wazi kwamba mtu huyo faraja kwake imekaribia. Ya 7, albukau fil manami, ni mtu kuota analia akiwa usingizini. Ukiangalia hii kama imekaa huzuni, lakini tafsiri yake ni ya kheri. Ndoto nzuri ni ya kheri kwa mtu kuota analia katika usingizi. Kinyume chake, mtu kama ataota anafurahi, anacheka, anafurahi usingizini, tafsiri yake nyingine, na hiyo sio maana yetu na sio darasa letu la leo. Lakini albukau fil manami, mtu kuota analia katika usingizi, kwamba faraja kwake yeye inakaribia. Cha msingi tu, kama itakuwa inajirudia, maana yake unaambiwa kwamba jambo hili ni la kweli, jambo hili lipo kweli. Ukiona inajirudia, basi maana yake ndio hiyo. Na hii ni ya 7 katika zile 8 ambazo leo tunakwenda kuzielezea.
Ya 9 ya 8 ya mwisho, antara fil manami tudadhifu baita, ni mtu kuota katika usingizi anasafisha nyumba yake, yani kufanya usafi katika nyumba, kufanya usafi katika nyumba. Lakini nyumba yenyewe sasa sio nyumba ya mtu mwingine, hiyo nyumba yako wewe mwenyewe. Ukaota unafanya usafi katika nyumba, ama mkeo anafanya usafi katika nyumba, ama ukaota mkeo anabadilisha kitanda kutoka sehemu moja kupeleka sehemu nyingine. Ukiota kama hivyo, basi ujiwazi kwamba faraja kwako inakaribia. Ama wewe mwenyewe umeshuka kitanda na unakigeuza kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, ukiona hiyo, basi tambua kwamba faraja kwako inakaribia. Na hiyo ni ndoto ya 8 katika zile ambazo leo tulipanga tuzieleze, ili kila mmoja azifahamu, basi aweze kujua kama ni ya kheri, basi ajue dua gani afanye, na kama ni ya shari, basi aone jinsi gani anaweza akajiepusha na shari kama hiyo. Inshallah kwa leo tuishi hapa. Ni waombe wale ambao wanapita katika video zetu lakini bado hawajasubscribe, basi wasubscribe ili waweze kupata darasa kama hizi kwa mwendelezo, na inshallah kuna faida kubwa sana watakwenda kuipata baada ya kusikiliza na kuzipata darasa zetu hizi inshallah. Kwa leo tuishi hapa, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akijalia khairi, tutakuwa tunaziendeleza darasa hizi kadri tutapata nafasi ya kuzileta. Maana wengi wanapiga simu kutoa maoni, bwana hizi darasa zitolewe kwa mwendelezo, ndio barabara nyingi tunakuwa tunaziendeleza. Kwa hiyo kwa leo tutaishia katika sehemu hii. Katika sehemu ijayo basi tutakuja kueleza nyingine, au tutachagua zingine 5 au 8 kuzieleza tafsiri za ndoto hizo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.